Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, muumba mbingu na ardhi. Pili, namtakia rehema kipenzi chake mtume wetu Muhammad Sayyidin Anbiyai wa Imamul Mursalin. Ndugu zangu, tunaendelea na masomo yetu na mafundisho yetu. Kama nilivyoweza kukueleza kwamba masomo haya hayana mwisho, labda dunia ndiyo iwe na mwisho, kwa sababu toka mwaka wa miaka ya 800 kumekuwa na vitabu vingi vilikuwa vinaandikwa na wataalamu. Sasa vile vitabu ndio tunavichukua na kuangalia mifano hai iliyopita ili tuweze kuelekezana. Mwezi huu Waislamu wengi wako Maka, wamekwenda kuchinja. Wengi tunaelekezana hapa tuchinje. Leo wewe umekaa unalia umaskini mwaka mzima, unakaa unalia na shida, nafanya nini? Huyo muumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unamfurahisha na nini? Wewe unamfurahisha na nini? Anachokiamrisha kwamba hiki kitu nakipenda, anapenda sadaka ya kuchinja, kisha anakujibu maombi yako. Kuna nchi zimetajirika kwa ajili ya mambo hayo. Nchi nzima inakaa inafanya makafara, wanafanikiwa. Watu wanakula kama ndege, inaondoka nyumbani kwenye tundu lake na kwenda huko, haijui imepanga nini, inakula. Kuna mdudu yuko katikati ya kuni, anapata riziki humo. Anayemlisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anayetoa utajiri ni yeye Rabbus Samawati wa Rabbul Ardhi wa Rabbul Arshil Azim, kwa kupitia taratibu zake anazokupenda. Ametupa kitu rahisi kwamba chinjeni makafara. Leo watu wanapotosha uchoyo. Acheni wacheni uchoyo, kwamba ukifanya kafara, ndio kuna kafara ambayo unalifanya kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaani unamfanyia shetani, vinyamkera, vinini, hiyo ni mbaya. Lakini kuna kafara, leo umetoa ahadi, umemwambia Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi, ukinijalia kitu fulani, ukinijalia kupata mtoto, mimi na hakika mtoto huyo nitachinja ng'ombe, nitatoa sadaka. Hiyo nadhiri inaitwa, lazima uitimize. Leo ukamchukua mnyama ukamchinja, ukamwambia huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, mimi namtoa mnyama huyu, naomba uniondoshe matatizo yangu kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Naomba unipe kipato, unipe mali, niongoze hapa duniani, ya Rabbi, nifungulie pasi na kuwa na hisabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameepukika na sifa ya uchoyo, anakupa kama anavyopenda yeye. Mwenyezi Mungu anakupa na wewe utakwenda. Lakini wewe umekaa huna jitihada, unafanya kazi zako biashara miaka nenda miaka rudi, huoni faida. Unafanya shughuli zako namna gani, huoni faida. Kwanza ufuatilii hata nyota zako, ukajua nyota yako ni ya nini. Wewe unang'ang'ania kufanya kazi ya askari polisi, kumbe nyota yako sio ya askari. Nyota yako inatakiwa kipato chako kipate kwenye ufundi seremala. Mtu unakuta unang'ang'ana na biashara, kumbe nyota yako sio biashara. Nyota yako ilikuwa inatakiwa uajiriwe uwe mlinzi. Wahindi wakuachie godown, utakuja wezi, utavunja, mtaiba, utapata mtaji na mali, utaendelea. Wamepita watu wengi sana wakiwa katika namna hizo. Lakini leo ndugu yangu, ukiambiwa habari kama hizi, ukiambiwa mwezi huu unapita huu, umeshindwa kununua hata kikondoo tu ukachinja, ukampa Mwenyezi Mungu, nyama yake ukaigawa sadaka, wala haina masharti wala haina nini, ni wewe kunuia na kutia nia kumsemeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa siku ya Idi kutakuwa na makafara makubwa ambayo watu watayafanya kwa ajili ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehemu maalum, mahali maalum, kwa ajili maalum, na pia kuiombea nchi yetu amani, nchi hii ya Tanzania iingie katika uchaguzi kwa amani na salama, na iepukike na chokochoko zote ambazo zinaingia hapa. Lakini huko sio kwangu. Mimi narudi kwa wewe ndugu yangu masikini mkubwa. Narudi kwa wewe ndugu yangu mtafutaji unayechoka. Maana mtafutaji wa Swahili wanasema huwa hachoki. Lakini wewe ni mtafutaji uliyechoka. Hizi darasa zifuatilie. Nenda tafuta kimbuzi cha 150 kwa pesa ya Tanzania, au ng'ombe 800. Unajitolea. Kwani 800 kitu gani? Unachinja, unagawa ile nyama, unamdombea Mwenyezi Mungu. Wallahi kaa ndani ya masiku hayo utaona Mwenyezi Mungu anavyokubadilisha. Lakini sio ukae umebweteka tu, naamka saa 5, saa 8 umelala. Hapana, fanya kazi ambayo Mwenyezi Mungu kukupa kile kipato atakupitisha katika kazi yako utakayokuwa umeifanya. Ni kazi gani hiyo? Ninakwambia kitaalamu. Lazima ujue nyota yako wewe na kipaji chako kiko wapi.
Unaweza ukawa unang'ang'ana wewe ni msanii, unakufa rofa, wasanii wenzao wanatoka nyuma, anapanda hapo na mshangaa ameinuka. Sio kazi yako ile. Wewe uko unatakiwa uwe mpiga madogoni, labda mpiga ngoma. Ukipiga ngoma basi neema yako itakuja kwenye ngoma. Wako watu maarufu kama kina Mzee Morisi walikufa wakiwa watu maarufu na ni kipofu maarufu. Shehe wangu alikuwa nazo, ni kipaji chake kile. Ngoma alikuwa anazionaje kama sio kipaji? Mwenyezi Mungu ndiye anamchezesha vile video. Sasa ndugu yangu, nakushauri kitu kimoja. Fuatana na mimi katika madarasa yangu. Nipigie uniulize, usinihurumie. Maana watu wengine wanapiga mzee. Sasa tunakuhurumia, najua watu wengi sana wanakupiga, wewe piga. Ni majukumu yangu, umri uliobakia nataka nikiondoka hapa duniani nikajibu vizuri kwamba kazi ambayo kwamba kipaji Mwenyezi Mungu ilichonipa au elimu iliyonipa nimeifanyia kazi kwa kweli. Uliza maswali yako ila uwe mkweli, kisha upige vito maskini. Kitu cha kwanza, kubali kupiga vito maskini, kisha kubali kwamba uwe mkweli. Ninachokuuliza uniambie kile kitu halisia ili twende salama. Namba za simu za WhatsApp ni 0749767696. Kwa namba zingine za kawaida utaziona chini ya screen. Njoo karibu ili tufuatane katika vipindi vyetu vinavyokuja. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.